الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tunaendelea na tafsiri ya sura al-Anbiya. Tulisimama katika aya ya 88 baada ya dua ya Dhannun Yunus bin Matta alayhi salam alipoita kwa kauli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mwenyezi Mungu akamwitikia fastajabna lahu, tukamwitikia wanajainahu min al-gham, tukamwokoa na katika dhiki alikuwa nayo. Wakadhalika nunjil mu'minin, na hivyo hivyo tunaokoa waumini. Yani kadhalika hii muumini yoyote anaelekea kwa muda wake kwa ikhlas na kufanya mema, akasema na la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, basi na yeye atajibiwa yale anayotaka anaomba kwa muda wake, kwa sababu hii kadhalika inaleta maana ile kama alivyofanya Dhannuni akasema maneno haya, na aina ya mtu yenyewe, mtu wa kheri mwenye kupenda kufanya mambo mazuri na akumtakasa Mwenyezi Mungu kwa subhanak na kukiri mwenyewe kama amefanya kosa. Haya yote yanasababisha mtu aitikiwe maombi yake, ajibiwe. Fastajabna lahu wanajainahu, na kuokolewa min al-gham. Kwa sababu hii wakadhalika, kama hivyo vivyo hivyo alifanya Dhannuni, na wewe muumini unaweza kufanyiwa. Na hii inatupa hope kubwa sana kuona rehema za Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu wakati wote anaweza kukuokoa katika shida uliokuwa nayo. Wakadhalika nunjil mu'minin. Hii suratul Munajah, surati nunji ziko chungu zima wanajainahu. Tukitizama tokea huko mwanzo alipotaja habari ya Nabii Ibrahim kuokolewa, najat alipata ni kuambiwa moto ya naru kuni bardan, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Mwenyezi Mungu ameokoa, akasema wanajainahu wa Lutan, ameokoa yeye na Luti ila al-ardhi, kuwapeleka katika ardhi alati barakna fiha, tulibariki. Halafu kaelezewa kwamba wa Lutan atainahu hukman wa ilma wanajainahu, naye pia tumemwokoa min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith, tumemwokoa kutokana na ule mji ambao ulikuwa ukifanya machafu kabisa. Watu wa kaumu ya Lut ile walikuwa wakifanya hayo maasi yao, kama tulishakueleza kabla. Na halafu akatajwa Nuh pia, naye fastajabna lahu Nuh, tukamwitikia Nuh pia. Fanajainahu wa ahlahu min alkarbi alazim, yeye na ahli yake kutokana na balaa kubwa tumeokoa. Halafu katajwa Yunus bin Matta kwa kusema kauli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najainahu min algham, tukamtoa katika dhiki aliyokuwa nayo. Wakadhalika nunjil mu'minin. Kwa hivyo sura hii imejaa munajat, munjiyat, an-najat, kuokoka. Mtu anaokoka kama atatekeleza yale yanayostahiki mtu kupata kuokolewa. Kutoka sura hii, aya hii, tunaingia katika aya 89 kuhusu Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu. Naam, Zakaria hapa, na Zakaria idh nada rabbahu, alipomwita mola wake mlezi rabbi. Unapoomba si lazima kutia yeye rabbi, yani ewe mola wangu mlezi. La tadharni farda, usiniache peke yangu. Wa anta khairul warithin, na wewe ni mbora wa kurithi. Hapa inabidi lazima turudi katika surat Al-Imran na turudi katika surat Maryam, katika kujua namna gani akijitahidi Zakaria kutaka apate mtoto katika umri wa utu uzima. Najua kwamba
hajapata wakati wote mtoto, lakini tamaa hajakata. Aliposema nini? Aliposema kwamba qala rabbi inni wahana al'azmu minni, mafupa yamesharegea, washta'ala ar-ra'su shayba, nywele zishakuwa za kizee tena, walam akun bidu'aika rabbi shaqiya, nilikuwa siku zote nakuomba ya Rabbi, wa inni khiftu al-mawaliya min warai, nilikuwa naogopa haona ukuja vizazi vyetu wanakuja nyuma yangu, hakuna mtu wa kuchukua kazi yangu mimi nikiondoka duniani. Lakini unajua kwamba mke wangu ni tasa, wakana timraati aqira, kwa hivyo basi habli, hii ni hiba, kutunzwa tu na kupewa, sio kwa hodari wako wala kwa sababu zote za kibinadamu. Fahabli min ladunka waliya, nipe kutoka kwako special, min ladunka, kutoka kwako waliya, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Arithi nini? Uongozi na utume na kazi ya Mwenyezi Mungu ya kutetea dini yake, kulingania watu katika dini yake. Halafu ndipo alipopata bishara hii katika aya sura Maryam. Lakini tukienda katika sura Ali Imran, wakati sababu ya kuomba alipiona mbele yake kwamba walipokuwa nani wanapiga nini, wanapiga kura, nani atakayemtazama kumkafiri Maryam, ayuhum yakfuru Maryam. Tazama namna gani walikuwa kishindania zamani ya kulea, namna gani kila mmoja anataka yeye apate fursa ya kumlea mtoto. Halafu akapata Zakaria, akamchukua bibi Maryam, akamweka kwake, na kisa maarufu, kullama dakhala alaiha Zakaria المحراب وجد عندها رزقا, kila kenda akimtazama bibi Maryam kwake anakuta vitu vya kula, riziki ambayo hajui vimetoka wapi. Kila akiingia anaona kuna riziki chungu zima. Kullama dakhala alaiha Zakaria المحراب وجد عندها rizqa, akiingia pale pale ambapo mwenyewe anapofanya ibada zake bibi Maryam anakuta na riziki. Mazabibu sio wakati wake, vitu vizuri vizuri. Qala ya Maryam, ewe Maryam, anna laki hadha, umepata vitu hivi? Tazama jawabu la bibi Maryam, qalat huwa min indillah, haya toka kwa Allah, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab, Mwenyezi Mungu humruzuku anayemtaka na tena bila hisabu za kidunia unazofanya wewe. Kwa hivyo pale pale hunalika alitoka mbio, akapata kuamshwa kidogo bwana Zakaria, pale pale kakimbilia kwenye mihrabu yake. Hunalika hapo daa Zakaria rabbahu, qala rabbi habli, na akaomba. Hiba ni kutunzwa kitu bila sababu yote, kupewa tu. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a, nipe dhuria iliyokuwa nzuri, hakika wewe mwenye kusikia dua. Fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fi almihrab, amemwita malaika na hali yeye Zakaria alikuwa amesimama katika mihrabu yake, sehemu ya ibada yake. Akamwambia inna Allah yubashiruka biyahya, inna Allah yubashiruka biyahya. Haya tunakuta katika sura Al-Imran, Mwenyezi Mungu anakubashiria Yahya. Kwa hivyo hapo Zakaria katika aya yetu 89, wa Zakaria idnada rabbahu, kumbuka haya kwamba Zakaria alipomwita Mola wake mlezi akasema, rabbi, ewe Mola wangu, ewe Mola wangu mlezi, la tadharni farda, usiniache peke yangu, yani nipe mtoto wa kuweza kuchukua hii kazi yangu. La tadharni farda wa anta khairul warithin. Ilipokuja kule hunalika daa Zakaria katika Ali Imran rabbahu, pale pale alipojua kwamba Mwenyezi Mungu yarzuku man yashau bighairi hisab. Kwa hivyo kazitaja sababu zote za kufanya kwamba yeye asiweze kupata mtoto katika kuomba kwake. Ishta'ala rasu shayba wa imraati aqir
mke wangu sasa mimi nimeshakuwa mzee sana, lakini hiba fahabli min ladunka waliya, nipe kutoka kwako. Haya ndio maombi alikuwa akiomba Zakaria, idnada rabbahu rabbi la tadharni farda. Kwa hivyo unapata hapa pia katika sura Anbiya, usiniache peke yangu, yani nitunze mtoto, wa anta khairu warithin, mimi na atakayenirithi mimi ni mtoto wangu, kurithi kazi yangu, lakini mbora wa kurithi ni wewe Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo nipe mtoto kutoka kwako. Fastajabna lahu, tukamwitikia. Aya 90 tukamwitikia, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, tukampa Yahya. Wa aslahna lahu zawja, na tukamtengezea mkewe, tukamfanya ni mke ambaye anaweza kuzaa, jua utu uzima wake, jua kama alikuwa ni hali yake tasa. Aslahna lahu zawja fastajabna lahu, tukamwitikia. Tayib, ikiwa tumemwitikia, bila shaka tutampa anachokitaka. Na sisi hata jina tumemwambia na umwite Yahya, wahabna lahu Yahya, tukampa Yahya. Hili jina ameambiwa na Mwenyezi Mungu amwite Yahya. Binadamu sisi tunawapa watoto wetu majina mazuri kutegemea kwamba atakuwa mtu hali ile. Tunamwita mtoto Said, yani alikuwa happy, mwenye furaha, nategemea kwamba katika maisha yake atakuwa na furaha. Na ikiwa anaweza kuwa kinyume na vile, mtu kamwita mtoto wake Yahya ili abakie hai miaka mingi, lakini Mwenyezi Mungu amemwambia Zakaria, mwite mtoto wako Yahya. Sumia Yahya li Yahya, ameitwa Yahya kisha apate kuishi, abakie hai. Sabakie hai naye katika mitume waliouliwa wakiwa wadogo kabisa. Yahya kauliwa ili apate kuishi peponi hai miaka yote hiyo, kama anavyosema Sheikh Sharawi. Na wahabna lahu Yahya, na kama siku zote tunavyosema, hii hiba kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hana mtu hodari anaweza kwamba mtu akawa tasa kakaa miaka 10, alafu Mwenyezi Mungu akaanza kuwapa watoto, kumpa mtoto, au wote wawili wakaona kwamba hawezi kupata watoto kwa upande wa mwanamume au kwa upande wa mwanamke, wakaachana, huyu kenda kuoa kule na yule kenda kuolewa kule, na kila mmoja kaita watoto. Hili jambo la uqm, kwamba ni kutokuweza kuzaa, ni jambo liko katika Mwenyezi Mungu. Yahabu liman yashau inatha wa yahabu liman yashau dhukur. Yahabu anatoa, anatunza, anampa tu mtu bila sababu, yani hiba. Yahabu liman yashau inatha, anampa mtoto watoto wa kike watupu, familia nyingine. Wa yahabu liman yashau dhukur, watoto wa kiume watupu. Au yuzawijhum dhukuranan wa inatha, au huwachanganyia. Mwenyezi Mungu akampa mtoto watu wa kiume kadha na watoto wa kike kadha. Wa yaj'alu man yashau aqima, anamjalia mtakaye kwamba ni tasa, siweze kuzaa. Hiyo ndio amri ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini kwamba huyu bibi wa Zakaria, mraatu Zakaria, alikuwa mraa, halafu mraa bimaana mwanamke tu, hata ikiwa ndo hawezi kuzaa. Anapokuwa kuna alaka nzuri, masikilizano, dini moja, na akawa anaweza kupata watoto, kugeuka jina mraatun ila zawjatun, wa aslahna lahu zawja, tukamtengezea mkewe, akawa anaweza kushika mimba na kuzaa. Innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika wao walikuwa wakenda mbio sana katika kufanya mambo ya kheri. Yusari'una, walikuwa kishindana, fil khairat, katika kufanya khairat. Wayad'unana raghaban wa rahaba, walikuwa wakituomba kwa hamu na shauku, wa rahaba, na kwa hofu. Wakituomba kwa shauku na hofu, to hope and fear. Wakanu lana khashi'in, na walikuwa na khushu na unyenyekevu kwetu sisi. Hapa walikuwa yusari'una fil khairat, wakenda mbio katika kufanya kheri.
Na hii ndio sifa moja katika sifa ya watu wema. Hata tunapoelezea kuhusu Nabii Ibrahim katika aya 73, waja'alnahum a'immatan yahduna biamrina, tukawafanya ndio viongozi wakiongoa watu kwa amri kutoka kwetu, au haina ilaihim, tukawashushia wahi kwetu sisi kuwapa wao fi'l alkhairat, wafanye khairat nyingi, wa iqama salati, na kusimamisha sala, wa itaa zakati, na kutoa zaka, wa kanu lana abidin, kanu lana abidin, walikuwa wakituabudu sana, wakituabudu sana. Na hiyo ndio kanu lana khashiin, hapa khushu na unyenyekevu. Na mtu yeyote kama alivyosema Sheikh Sharawi, akiwa anaona hoja hii, wahabna lahu Yahya, tukampa mtoto, kwa aslahna lahu zawja, na mkewe tukamtengeneza akawa ni mwenye kuweza kuzaa. Kwa nini imekuja hoja hapa? Illa, sababu nini? Innahum kanu yusari'una fil khairat, hilo moja, wanashindana katika kufanya mambo ya kheri. Wayad'unana raghaban wa rahba, wakituomba kwa hamu na shauku na kwa hofu. Halafu kanu lana khashiin. Sababu hizi kama zitapatikana, asa huenda Mwenyezi Mungu akamjalia yule aliyekaa miaka. Mimi namjua mmoja katika jamaa kakaa miaka 10 hajapata mtoto. Alianza kupata mtoto 1 2 mpaka akafika 5. Subhanallah. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapotaka kukupa, anakupa watoto. Na hii raghaban wa rahaban, kusudi lake nini? Kwamba kuomba iwe dua yote inaomba mamzuja, ilikuwa imechanganyika na mambo mawili, bitama min fi rahmatillah, wanatamaa na hope ya kupata rehema Mwenyezi Mungu, wa fadlihi, hii ndio raghaban, na fadhila zake. Na halafu nini? Wal khawfu min adhabihi, na kuogopa adhabu yake Mwenyezi Mungu, wa iqabihi, na malipo yake, punishment yake. Hii inakuwa rahaba. Hii ndio hala ya tawazun iliyopatikana ya kuwa sawa na sawa baina al-khawfu war-raja, huku na hofu na huku na matumaini mema. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a, mbavu zao zinaondoka katika magodoro yao kwa kwenda kuomba, kuinuka kusali usiku, wakiomba ni khawfan wa tam'a. Tatajafa junubuhum anil madaji'i, mbavu zao zinainuka, zinaondoka kwenye magodoro kwa ajili ya kufanya ibada usiku wa manane. Yad'una rabbahum khawfan wa tam'a, wakimwomba Mola wao kwa hofu na kwa kuanzama kwamba watapewa wanataka. Huma razaqnahum yunfiqun. Au kama katika surati Zumar aya 9 inakuja inaeleza nini? Amman huwa qanitun ana al-layl, yule anainuka akanyenyekea akafanya ibada usiku mwingi, ana al-layl, sajidan wa qa'iman, huku anasujudu na huku anasimama, yani yumo katika sala, sajidan wa qa'iman. Anafanya nini? Anasema amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah, anaogopa na chukua hadhari kubwa na akhira, sijakatiwa katika moto. Wayarju rahmat rabbi, na huku ana hapa nini? Yahdharu wa yarju, anachukua hadhari, anaogopa hofu. Wayarju rahmat rabbi, na huku anategemea atapata rahma Mola wake. Anainuka usiku wa manane akawa na hofu na khushu, akamkabili Mola, akaomba anachokitaka. Bila shaka hao ni katika watu wenye ilmu ya kujua kwamba Mwenyezi Mungu ili ampe istijaba lidua, basi lazima awe hali hiyo. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, lazima uombe na tuepushe na adhabu ya motoni. Kwa hivyo hapa katika aya hii
wayad'unana raghaban wa rahaba, wakituomba kwa hamu na matumaini na kwa hofu. Wakanu lana khashiin, walikuwa wananyenyekea. Katika jumla ya khashiina kwamba walikuwa radhina biqadarina, walikuwa uko radhi na qadari yetu tunatoa. Ya kwamba anaweza kwa mtu ana mushkila kwamba hawezi kuzaa uqum. Tazama Nabii Ibrahim لما أسلم بشله بالجبين, waliposalimu amri yeye na mwanawe Ismaila, Mwenyezi Mungu akampa nini? Akampa Ismail, akampa Ishaqa baada Ismail, na min warai Ishaqa wa Yaquba, nafila, nyongeza. Kwa hivyo siku zote unapokuwa unatekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, khashiina lillah radhina biqadarillah, Mwenyezi Mungu anakupa zaidi kuliko kile unachokiomba. Wakanu lana khashiin. Hii ni mwisho wa aya 90. Hadha wallahu a'lam.